Ni uzinduzi wa mbio za Mbeya Tulia Marathon zitakazofanyika mara nyingine jijini Mbeya tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2019 kuanzia saa 12 kamili asubuhi. Ni katika viwanja vya kumbukumbu ya Soweto jijini Mbeya kwa mbio za kilomita 42, kilomita 21, mita 1500, mita 800, mita 400, mita 200 na mita 100. Mgeni rasmi ni Mheshimiwa Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson. Kwa kiingilio cha shilingi 30,000 tu utashiriki mbio za kilomita 42 na kilomita 21. Na kwa mbio fupi ada yake ni shilingi 20,000. Tuma ada ya ushiriki kupitia namba 0763828271. Mbeya Tulia Marathon 2019 imelenga kuboresha miundombinu ya afya na elimu. Na mtazamaji wa Mbeya Yetu Online TV, tunaendelea na mahojiano maalumu na msanii wa kundi la The Original Comedy Isaya Mwakilasa almaarufu wa Kuvanga. Katika sehemu hii ya 3 utasikia mengi ikiwemo changamoto na tabu mbalimbali za maisha walizokutana nazo kundi hili la The Comedy na Original Comedy kabla ya kuungana na kuwa kitu kimoja. Twenzetu tumsikilize. Nilikuwa na swali niliulizwa tofauti ya East Africa na TBC ilikuwa ni nini? Tofauti ilikuwa ni kubwa sana. Actually tulipokuwa East Africa tulikuwa tuna uhuru mkubwa sana kwa sababu ile ni sekta binafsi. Tulipoingia TBC ilikuwa ni mali ya umma, maana ya kwangu mimi na wananchi wote. Kwa hiyo hata matumizi yake yalihitaji kuangalia sana maslahi ya umma na si ya mtu binafsi. Kidogo tulikuwa tuna mipaka kwenye mazungumzo yetu, lakini pia tulikuwa tuna uhuru kwa maana ya kwamba biashara yetu ilikuwa kubwa zaidi. Ukifanya kazi na National TV duniani kote unaheshimika. Tulipokuwa tunasema mimi natokea kwenye nafanya kazi na television ya taifa. Mimi ni comedian ninayefanya kazi na television ya taifa. Nakumbuka tulipokuwa tukienda hata nje huko kwenye mipaka wenzetu huko, ilikuwa inatupa heshima kubwa sana, lakini ilitupa nafasi ya kufanya kazi na makampuni makubwa. Na wewe ni shahidi, serikali ndio ipo duniani kote. Maana mabalozi wa nchi hii wako karibia 1% kubwa ya dunia. Kwa hiyo kwa kupitia kufanya pale tupata kazi nyingi na tulibadilika kiuchumi. Isipokuwa umaarufu wetu ulishuka. Hilo tunajua wazi, na kwa sababu ndivyo ilivyo. Hata leo mimi nikideclare hadharani kwamba ni mwanachama wa chama fulani, kuna baadhi ya washabiki wangu watakasirika. Na umaarufu wetu ulishuka ni kwa sababu mentality za watu zilikuwa zinajua automatically tu uwezo kufanya kazi kwenye chombo cha taifa alafu kalikosoa taifa. Na ndicho kilichokuwa kinatokea kwamba sasa unafanya kazi na TBC. Ni kweli wana uhuru na tuna uwezo huo wote, lakini waziri wa habari unamkosoaje? Kwa hiyo kidogo kulikuwa kuna changamoto, japo niseme kote tulifanikiwa. East Africa ni sehemu yetu mama. Ilitupa nafasi ambayo hadi TBC wenyewe walitupokea bila maswali. Kwa hiyo mafanikio makubwa yalikuwa East Africa, lakini familia zetu na jamii inayonizunguka mimi, manake watoto wadogo zangu walifaidika sana nikiwa TBC. Mimi ni kiongozi wa The Comedy toka inaanza. Hili nalisema hadharani. Manake ni hata nisiposema Mungu anajua nilipata hiyo nafasi. Mimi kwa biashara yangu kubwa ilikuwa ni Original Comedy. Yaani biashara yangu ambayo nimeiwaza kwa miaka mingi ni kuhakikisha tunafanya mapinduzi kwenye sanaa ya comedy. Kwa hiyo kufikiria vitu vyangu individual haikuwahi kupatikana hiyo nafasi. Japo tulikuwa tuna utamaduni huo, na mimi kwa sababu nilikuwa ni kiongozi pale, moja sijui mnaita sera zangu ilikuwa ni lazima kila mtu ajitegemee kwanza. Achana na kuitegemea Original Comedy au Mbeya yote online, lakini kwanza wewe mwenyewe tuwe tuna uwezo hata wa kuishi bila hivi vitu vingine vyote, tukutegemee wewe. Kwa hiyo cha kwanza watu wote ni wakulima pale ndani wote, na ni kwa sababu ya aina ya vijana tuliokutana wengi. Kwa mfano sasa hivi sio yatima tena, lakini Masanja tungeweza kumuita yatima, lakini ni yatima mstaafu. Manake sisi kwetu hakuna ulemavu wa kudumu, hakuna umaskini wa kudumu, hakuna kunyanyapaliwa kwa kudumu, hakuna mjane wa kudumu. Utakuwa mjane leo, kesho sio mjane tena, unatakiwa endelee na maisha. Kwa hiyo na sisi tulikutana vijana ambao wengi wamelelewa na mama tu bila baba kati yetu. Wengine wamelelewa na baba tu bila mama. Wengine hawajapata wazazi wote wawili. Wengine ndio baba na mama alikuwepo, lakini kwa mfano kama mimi ni wazazi wangu watu wapo, lakini kwa aina yangu ya utoto wangu mimi sikubahatika kupata mapenzi ya watu wawili. Kwa hiyo mimi mapenzi yangu nimeyapata mtaani.
Kwa hiyo unaniona ni sina tofauti na mtu ambaye alikuwa hana wazazi kabisa, kwa sababu mimi ni mmoja wa vijana ambao ukimuuliza mzazi wangu hata nimeenda jando lini la hajui, labda nimepata kipaimara lini hajui. Ni kwa sababu ya aina ya maisha. Kwa haya yalitulazimisha sana wakati tunapata nafasi. Na hii tutawaambia hata vijana ambao wanapata nafasi leo, pale unapopata nafasi ndio wakati huo wa kujiuliza unataka kuja kuiachia nafasi kwa staili gani. Kwa sababu na sisi tulipopata nafasi kwa sababu ya kujijua tulikimbilia kwenye kilimo. Kwa hiyo ndio maana Masanja analima hadi leo na sasa anauza mchele. Watazamaji wa kipindi hichi, ukihitaji mchele ambao hujachakachuliwa, please mpigie bwana Emmanuel Mgaya. Kwanza unakula wali uliofanywa maombi. Unajua unapokula mchele wa mchungaji, maana yake amekinga mapepo pale shambani, hajalima kwa mazindiko wala ile wanasema wa lukupi. Yeye amelima kwa kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unakula mchele ambao umeombewa. Lakini pia wa kijana wa Kitanzania, na sio ameanza kulima leo, tumeanza kulima kabla ya Instagram. Sema watu wameanza kujua leo, lakini mimi ni mfugaji miaka yote. Na nimekuwa na vitu vingine ambavyo sishare na wenzangu, na kwa sababu sisi tumepata bahati nyingine kwamba chochote utakachokifanya ili mradi wewe ni zao la Original Comedy, ni mali ya Original Comedy. Kuna wakati huo mnakutana nyinyi? Sasa hivi tumekuwa sana, wake zetu sasa ndio wamekuwa Original Comedy. Yani sajabu unavyozungumza hivi, mke wangu labda anaweza yuko kwa Mpoki, kwa mke wa Mpoki, na wao mmekuwa familia. Ni family, tunaishi asilimia eneo moja. Kitaka kufanya jambo lolote sasa hivi mnaweza mkakutana mkafanya jambo mingi sana kiasi kwamba tuna hata hamu ya kukaa pamoja. Yani tulifika mahali ambapo tunasema hivi, jamani tuachaneni kidogo, kila mtu amisi mwenzie. Unajua tumekaa kwa muda ambao sisi ni watu ambao tulikuwa tunaweza tukanywa maji chupa moja wote, tunaweza tukalala hapa wote, tumekaa nyumba moja, tumeanza mahusiano, huyu anaanza na huyu anapata mtoto, anaanza hadi na hamia kwake. Kwa tumekaa kwa miaka 10 na kitu, yani tuko pamoja. Tunabadilishana hadi suruali, huyu sijui haijampendeza unavaa wewe. 2015 tulitaka tujipe nafasi, kumpa Masanja nafasi ya kupata marafiki wapya nje ya sisi, sababu dunia sio mwisho wa Original Comedy. Dunia ina uwanja mkubwa zaidi ya Original Comedy. Kama mtazamaji atapenda kujua wenzio walipo sasa hivi. Umemtaja Masanja kwamba sasa hivi ni mkulima na ni mchungaji. Wengine wako wapi? Mpoki ni mtangazaji, yupo kwenye radio, na ni mkulima na ni mfanyabiashara. Yeye yuko na kwenye mambo ya transport. Kwa hiyo ukifika mjini unaweza kujikuta siku moja umepanda kwenye usafiri wake. Hali kadhalika Makrega ni mkulima na amerudi kwenye sanaa sasa hivi. Ninamuona yuko na mshukuru anafanya kazi na Steve Nyerere kwa ukaribu. Yupo Seki, yupo Joti, yupo anaendelea na shughuli zake. Kwa hiyo kila mtu tulichopeana nafasi tu ni kwamba Seki aende aongeze audience kwa namna nyingine, mimi ninaongeza audience kwa namna nyingine. Labda baadaye Mungu akitupa nafasi, tukirudi kila mtu atakuwa na ripoti ya miaka 5 ya kuwa nje ya umoja wetu. Lakini tunamiliki kampuni ni ya kwetu, kipindi kile ni cha kwetu, kwa hiyo sisi ndio tuna uhuru wa kukipeleka hewani na kutokupeleka hewani. Bado mna kampuni ya Original Comedy. Inaitwa Comedy Creation Limited. Kwenye hiyo The Comedy ambayo mlianza nayo East Africa, ulikuwa ukiwaigiza viongozi. Sasa ilikupa ugumu gani ambapo hiyo siku ukiwa kama kiongozi ambapo ulianza kusema kwamba nahitaji kuigiza kama Mama Ima? Bahati mbaya mimi ni mshabiki wa karakta zangu. Unajua mimi Mama Ima, mimi mwenyewe huwa nikimwangalia nacheka. Yani siwezi kukuelezea. Mimi ni msanii kama ambavyo wewe ni mtu wa habari. Yani mtu anaweza kuuliza uliwaza nini kuiandika hii habari? Kama ninavyosema na washukuru, mliwaza nini kwenda kuwaibua ile kapo, yule binti na yule mume wake? Yani ilikuwaje? Kuna watu wengi wana ulemavu na mbona hamjawafikia? Lakini inatokea tu kwa sababu mimi ni msanii. Yani ndio kitu ninachoweza kukifanya hadi nikiwa na mke wangu. Naweza kukifanya hadharani, naweza nikakifanya hata nikiwa chooni peke yangu. Kuna mambo yani mngekuwa na waita na chooni mngekuwa mnacheka, kwa sababu yani ndio tabia zangu. Kwa hiyo kutoka kwenye kuigiza Loasa na kumuigiza Mama Ima kwangu ni kama kuwasha tu umeme wa generator kuweka sola. Tofauti yake tu utatokana na jua, utatokana na maji. Ni hivyo, hakuna changamoto yoyote ambayo ninaipata kwa sababu na kila character ninayofanya ina sababu. Maana ya kumleta Mama Ima ilikuwa ni nini, mchango wangu ni nini kwa wanawake? Mimi nina mke nyumbani na nimezaa mabinti wawili. Mchango wangu ni nini? Hii sana yangu nachangia nini? Ni lazima mimi sio mwanachama wa mfumo dume, na niwaambie
watazamaji wa Mbeya Yetu Online, na wana Mbeya sisi ndio tunaongoza kwa mfumo dume. Ni nyambara, linga njovile. Isaya Mwakilasa almaarufu wa Kuvanga au Mama Ima. Hebu tueleze sasa, nini mchango wako kwa wasanii underground wa mkoa wa Mbeya, ukizingatia kwamba wewe ni mwenyeji wa mkoa wa Mbeya? Kama una kipaji, uko Mbeya, umri wako unakuruhusu kabisa kuonesha kipaji na umejivalisha tunasemaje, lile vazi la kwenda vitani la biashara, ninakukaribisha, njoo hapa Mbeya Yetu Online. Tafuta namba zipo hapo, watafute, watakukutanisha na mimi. Mimi kazi yangu ni kufanya kipaji chako na changu tuvikutanishe kwa pamoja na kiweze kuleta mabadiliko kwako na kwangu. Kwa hiyo ni wewe tu, lakini ni kuhakikishia tu, kama utakuja na mawazo ya kutaka kupata umaarufu ni ya gari. Lakini kama unakuja na mawazo ya kutaka kufanya biashara ya sanaa, nafikiri kwenye Mbeya Yetu Online ni mahali ambapo ndio pa kuanzia. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Nipo Mbeya, nipo hapa mpaka 2021. Kwa hiyo ni wewe tu kuitumia fursa yangu, na mimi nimerudi kwa sababu umri wangu unaniruhusu sasa kuja kushirikiana na watu wa jamii yangu. Nilipoondoka sikuwa na uwezo wa kumbeba mtu yote. Mimi mwenyewe nilikuwa natafuta kubebwa, japo sipendi kubebwa. Na sitaki kuahidi kwamba nitawabeba, na wala sitaki niwaambie Mbeya Yetu Online wajikomiti kwamba watambeba mtu. Kila mtu ana wajibu wa kujibeba. Mradi tu umejijua una akili timamu, ulichonacho ni biashara kwa watu wengine, hakikisha wewe unajibeba. Sisi kazi yetu ni kukuonesha tu, utapita njia hii, utaenda kukutana na mafanikio sehemu fulani. Hilo. Naam, tulikuwa na mazungumzo hapa na wa Kuvanga maarufu kwa jina la Mama Ima. Jina lake halisi ni Isaya Mwakilasa. Mtazamaji, hii ni awamu ya kwanza ya mazungumzo baina ya Mbeya Yetu Online TV na msanii Isaya Mwakilasa. Bado tupo naye hapa. Awamu ijayo tutapata mengi zaidi, ikiwemo kazi halisi kutoka kwa msanii huyu nguli kutoka kundi la Original Comedy. Tunakaribisha maoni yako ewe mtazamaji, ili kuboresha mazungumzo yetu baina yetu na wa Kuvanga. Usiache kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili uendelee kufaidi uhondo hapa Mbeya Yetu Online TV. Shukrani za dhati zimwendee mpiga picha mahiri na kiongozi mkuu wa mtandao wa Mbeya Yetu Online TV, Joseph Mwesango.